nane. Ninatangaza nguza nafsi za watu, nguza hata miili ya watu, nguza na maisha ya watu katika jina la Yesu. Ponya magonjwa yote, wanaoteseka Bwana wape tumaini. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi. Amen. Haleluya. Naomba tusomewe neno la Bwana katika kitabu cha Luka 19. Mstari ni wa kwanza kufika wa 10. Na unipe dakika chache alafu tutakamilisha mikutano yetu siku ya leo. Luka 19 mstari wa kwanza kufikia wa 10. Yesu aliingia mjini Yeriko, akawa akipita katika njia za mji huo. Palikuwa na mtu mmoja huko mjini aitwaye Zakayo, ambaye alikuwa mkuu wa watoza ushuru. Na pia mtu tajiri. Alitaka kuona Yesu alikuwa nani. Lakini kwa sababu ya umati wa watu na kwa vile alikuwa mfupi hakufaulu. Kifungu cha 4. Hivyo alitangulia mbio akapanda juu ya mkuyu ili aweze kumuona Yesu. Yes. Kwa maana alikuwa apitie hapo. Basi Yesu alipofika mahala pale, aliangalia juu akamwambia, Zakayo, shuka upesi, maana leo ni lazima nishinde nyumbani mwako. Kifungu cha 6. Zakayo akashuka haraka, akamkaribisha kwa furaha. Watu wote walipoona hayo, wakaanza kunungunika wakisema, amekwenda kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Lakini Zakayo akasimama, akamwambia Yesu, sikiliza Bwana, mimi nitawapa maskini nusu ya mali yangu, na kama nimemnyang'anya mtu yeyote kitu, nitamrudishia mara 4. Kifungu cha 9. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika katika nyumba hii, kwa vile huyu pia ni wa ukoo wa Abrahamu. Kwa maana mwana wa mtu amekuja kutafuta na kuokoa waliopotea. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tumekuwa hapa tangia Ijumaa na tulikuletea neno la Bwana ambaye anaokoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulichagua tusikuletee ndini. Yes. Maana ndini haipelekangi watu mbinguni. Oh yes. Kinachopeleka watu mbinguni ni kumwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amen. Na ndiyo tumekuwa tukikuambia. Ijumaa tukakuambia Yesu anafanya wito. Yes. Anasema Batimayo njoo. Na anauliza ungelipenda nikufanyie nini? Yes. Nilikuambia Batimayo jina hili la maanisha mwana wa heshima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini alikuwa mwana wa kudharauliwa. Yes. Na Yesu alitaka arejeshe heshima ya Batimayo. Yes. Na maandiko inasema Batimayo akasema nataka kuona. Na wakati alipoanza kuona alimfuata Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Jana tulikuwa hapa tukakueleza kuhusu mzee anaitwa Lazaro. Yes. Huyu mzee maandiko yamesema alikuwa na dada wawili. Yes. Martha na Maria. Yes. Na wote walikuwa rafiki za Yesu. Ndio. Na nikakuambia ni vyema ukuwe rafiki wa Yesu. Amen. Mpendwa, utakapokuwa rafiki wa Yesu, mambo yanapoumana, kinapoumana, yes, unaweza ita rafiki wako Yesu. Ndio. Na wakati mambo ilienda sengemnenye, yes, tunamuona Martha na Maria wakimtafuta Yesu, wakitumana kwa Yesu, yes, wakimwambia rafiki yako amegonjeka. Yes. Naye Yesu akasema huu ni wakati wa mwana wa Adamu, yes, aweze na kutukuka. Yes. Na ni kweli Yesu alitukuka. Yes. Anasema walipomweka, ninataka nibadilishe hali. Yes. Ninataka nibadilishe maisha yake. Ndio. Siku ya leo mpendwa, nimekuja na jambo la kukuambia.
Kuna haja ya kutaka kuona Yesu. Amen. Kuna haja ya kumtafuta Yesu. Amen. Ambapo tumesoma kuna mzee mwingine jina lake ni Zakayo. Sema Zakayo. 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 Zakayo wa Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie ni Zakayo wa Biblia. Ni Zakayo wa Biblia. Maandiko yanasema hivi. Yesu alikuwa akipita Yeriko. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipokuwa akipita Yeriko, kulikuwa na mzee aliyeitwa Zakayo. Yes. Na huyu mzee alikuwa amesikia habari za Yesu. Alitamani siku moja aweze kuona Yesu. Yes. Ajue ni mtu wa aina gani. Ajue ni mfupi ama ni mrefu. Yes. Ni mwembamba ama ni mnene. Ni mweusi ama ni mweupe. Na alitaka kuona. Nimesikia sifa mingi. Yes. Lakini sifa za Yesu zimezidi sifa zinginezo. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi Zakayo alipojua Yesu ametembea mji wa Yeriko, maandiko yanasema alitaka kumwona Yesu. Yes. Alitaka kumwona Yesu. Cha ajabu na cha kushangaza, maandiko yamesema huyu hakuwa mtu oehai. Yes. Haleluya. Alikuwa tajiri. Huyu mtu hakuwa oehai. Yes. Hakuwa yule anasaidia MP kutafuta kiti. Hapana. Kwa jina ya jobless. Hakuwa mtu jobless. Alikuwa mkuu wa watoza ushuru. Ndiye aliyekuwa KRA chairman. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Kama huko inaitwa Jericho Revenue Authority. He was the chairman of Jericho Revenue Authority. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anasimamia watoza ushuru. Huyu jamaa hakuwa mtu aliyekosa kakitu. Yes. Ambia mtu kakitu. Kakitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ni pesa alikuwa nazo. Yes. Kama ni cheo alikuwa nacho. Yes. Kama ni mikutano ya rais alihudhuria. Yes. Bila kutafuta connection. Yes. Alienda kama chairman ambaye anasapoti uchumi wa maeneo yale. Yes. Na huyu jamaa hata maandiko yanasema alitamani kumuona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe hata watu walio na job wanahitaji kumuona Yesu. Amen. Jambo la pili, alikuwa tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa tajiri. Kwa nini Biblia iseme hivi? Kwa sababu hata juzi tumeona kwa runinga deputy governor ambaye anauza kuni. Hauna habari? Hauna habari? Wakati kazi ya deputy governor iliisha, kilichokuwa karibu na kazi ya kufanya, anasema aliona auze kuni. Angalau maisha iendelee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo inawezekana hata mkuu wa watoza ushuru anaweza kosa kuwa tajiri. Kwa sababu kwa hii dunia hata nimeona walimu walio na makaratasi mazuri ambao wamekaa maisha oyaye. Si kwa sababu hawana makaratasi, lakini walikosa mwelekeo. Maandiko yanasema huyu tajiri alitaka kumuona Yesu. Walikudanganya ati wokovu ni wa masikini. Nimekuja kukuambia hata matajiri wanatafuta kumuona Yesu. Hasa watu wenye vyeo kubwa kubwa wanatafuta kumuona Yesu. Kama matajiri wanaweza tafuta Yesu, sembuse masikini, sembuse watu wasio na job. Sisi wote
Tunahitaji kumwona Yesu. Maandiko inasema kuna jambo moja lijulikane, kana kwamba masikini na matajiri wote waliumbwa na Mungu. Nimekuja nikuambie, hii maisha sio kitu ingine. Unachohitaji ni Yesu, mwana wa Mungu. Haleluya. Amen. Eti unadhani tumekosa cha kufanya? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ati tumechanganyikiwa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si tuingie darasani na wewe tuone nani atakanyanga mwingine. Hata kama utanikanyaga hautaniacha sana, tutakuwa tumeachana na mbili. Kwa hivyo sisi wote ni werevu. Sisi wote hatujakosa cha kufanya. Hatujachanganyikiwa. Hata tuangalie vizuri, hatujakosa pa kwenda. Tumetafuta nafasi in our busy schedule tukuletee Yesu ambaye anakupenda, aliyeacha ufalme akashuka duniani, akachukua mfano wa mwili na akanyenyekea mpaka kaburini, na siku ya tatu akafufuka, akasema imekwisha. Kifo na dhambi nimeshinda nguvu. Nimempea mwanadamu nguvu mpya. Iwapo atanikubali, iwapo atanipokea, tumekuletea Injili. Pokea Yesu siku ya leo, maisha yako yatabadilika. Haleluya. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Haleluya. Maandiko yanasema tajiri hakatamani kuona Yesu. Haleluya. Tajiri akatamani. Tajiri akatamani. Mtu ambaye ni mkuu wa watoza ushuru akatamani kumuona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema shida ikaingia. Ingawaje anatamani, lakini kukakuwa kuna shida. Ambia mtu kuna kuanga na shida. Wakati unataka kumuona Yesu, lazima kukuwe na shida. Wakati unataka kumuona Yesu, lazima kuingie kizuizi. Hiyo siku unataka kumuona Yesu, ndio anakuambianga kuna baa imefunguliwa, inapeana kamunyweso bure, na wewe unaacha safari ya kumtafuta Yesu, unakimbililia kamunyweso. Hata wengine wanapatanga changamoto. Hata Yesu akasema kulikuwa na mfalme aliyealika watu waje kwa sherehe. Kumbe watu walioalikwa wakajipa shughuli. Mmoja akasema ati nimeoa, nataka kwenda honeymoon. Honeymoon ikafanya huyu mtu asikuwe na shughuli na mfalme. Hata mwingine akasema nimenunua ng'ombe, nataka kuzijaribu katika shamba. Unajua huko Ukambani huwa tunalima vizuri. Alitaka, huyu alikuwa Mkamba na kulikuwa kumenyesha. Kwetu kukinyesha tunakuanga na mkutano ya kuambiana wakati wa kupanda umefika. Akasema kabla tuchelewe, hatujuangi mvua ingine ni lini, kabla nichelewe, wacha mkutano ya mfalme ingoje. Watu upatikana na shughuli, wanakosa kuenda kwa agenda yao. Nimekuja nikuambie, usikubali kitu yoyote ikae katikati yako na kiu ya kumuona Yesu. Ni lazima usiku wa leo mzee amuone Yesu. Mzee amuone Yesu. Hata kama amesoma kama nini, anahitaji Yesu. Anahitaji Yesu. Ndiposa masomo yake ikaweze kuwa bora zaidi. Zakayo alihitaji kumuona Yesu. Haleluya. Zakayo alikuwa mtu kapesa. Sonko
alihitaji kumwona Yesu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko inasema kumbe alikuwa mfupi. Hey. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise be to the Lord. Amen. Usitucheze yange tukiwa wafupi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise be to God. Amen. Ati ukiangusha kalamu sisi ndio tunakuokota yanga. Hey. Tumekataa hiyo. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu alisema Hey. ufupi haitafanya nisimuone Yesu. Hallelujah. Haitafanya nisimuone Yesu. Yes. Haijalishi ufupi wako uko eneo gani. Yes. Ati walikuambia hauna pesa ya kutosha. Hey. Anayeokolewa ni yule aliye na pesa. Nimekuja nikuambie kukosa pesa ndio jambo muhimu sana. Ninahitaji umtafute Yesu. Ati walikuambia watu kama hawajasoma hawawezi kutana na Yesu. La asha. Nimekuja nikuambie hiyo ni changamoto tu, lakini unaweza muona Yesu. Unaweza muona Yesu. Zakayo na ufupi wake akasema lazima nimuone Yesu. Lazima nimuone Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sitazuiliwa na ufupi. Haleluya, sitazuiliwa. Yes. Sitazuiliwa. Amen. Lazima watu wakatae. Yes. Lazima ukatae. Amen. Wengine walizuiliwa hata na biashara zao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine walizuiliwa hata na wake zao. Yes. Usiku wa leo nimekuja nikuambie there is a new hope. Yes. Arise and pursue your quest. Arise and pursue your need. Arise and pursue your desire. Oh yes. Hallelujah. Amen. Sio ni kizungu, nilikuambia hata kusoma tumesoma. Kabisa. Watu walio ambao hata waliosoma Yes. wanahitaji Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama uko na ploti unahitaji Yesu. Amen. Hata kama wanakuita nani ama nani, Yes. unahitaji Yesu. Amen. Zakayo akasema ufupi hautafanya nisimuone Yesu. Jambo la pili lilimzuia. Kumbe kuna watu walifika mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu walifika mbele yake. Yes. Nimekuja nikuambie hata kwa ufalme wa Mungu kuna watu walifika mbele yako. Yes. Na ukicheza wanaweza kukuzuia. Yes. Usimuone Yesu. Yes. Usimuone Yesu. Yes. Kuna watu walifika mbele ya Zakayo. Amen. Na wakazingira Yesu wakamzuia asimuone. Lakini ninapenda jamaa anaitwa Zakayo. Oh yes. Alisema liwe liwalo, mimi na heshima zangu, mimi na cheo changu, Yes. mimi na vile wananijua. Yes. Kuna mtu nimesikia akitajwa, Yes. wengine wote hawatajangwe. Huyo ndiye nahitaji. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama ni kupanga serikali, alikuwa angependa kupanga na atakayepata kura mingi. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Akasema ninachohitaji, Bwana Yesu asifiwe, Amen. ni huyu Yesu. Na ninajua kitu, ninajua atapita njia hii. Maandiko yanasema akakimbia, akaacha umati, akapanda juu ya mkuyu. Akajua Yesu atakapokuwa anapita nitamuona. 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 Atakapokuwa anapita nitamuona. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama mko wengi aje, sitakufa moyo. Hamutanizuia. Hata kama mimi ni mfupi, Yes. kuna kitu naweza fanya. Yes. Kuna kitu naweza fanya. Yes. Ninaweza kimbia. Yes. Na jambo la pili, ninaweza panda juu ya mkuyu. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Niko na options. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wachanga kusema ati kanisani hakuna upendo.
Wacha kusema ati kwetu walikataa Yesu. Wacha kusema ati mimi naendanga dini hii. Wacha kusema ati wokovu haiwezekani. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ati vijana mnasema ngoja siku nitakapooa ndio nitaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bibi hawezi zuia wewe kufanya usherati. Waambie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha kusema na ngoja kuoa ndio niokoke. Hata ukioa kama uko na roho ya usherati utaipiga usiku na mchana. Yes. Utakuwa unafanya kazi. Unafanya kazi. Yes. Unabeba mawe. Yes. Unabeba mpaka wheelbarrow. Yes. Alafu jioni unaambiwa baby, weka tuke kwa M-Pesa urgently. Mtunga mambo yako umezindi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani unaambiwa urgent, weka tuke. Kama hakuna tuke, rudi kwa bibi yako aliyeparara. Na kwa sababu umekuwa mateka, kwa sababu umekuwa mateka, hiyo haitakuzuia hata ukioa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata ukioa yule mrefu sana na mweupe pepe, Bwana Yesu asifiwe, haitakuzuia kabisa. Hata akiitwa jina Angel haitakuzuia kabisa. Mwanamke nikuambie, si ati ile siku utaolewa ati ndio utatulia. Unachohitaji ni Yesu. Yesu tu. Kuna mwanamke alipatana na Yesu, maisha ikabadilika. Maisha ikabadilika. Unachohitaji ni Yesu. Unachohitaji ni Yesu. Maandiko yanasema Zakayo akakataa kuzuiliwa na watu na ufupi wake mpaka amuone Yesu. Usiku wa leo mtu ambaye ako determined ni lazima atamuona Yesu. Usiku wa leo unahitaji mwanaume amue ndiposa amuone Yesu. Usiku wa leo unahitaji mama aseme nimeamua ndiposa nimuone Yesu. Inahitaji kijana ambaye ameamua aseme nahitaji kumuona Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Inahitaji mtu amue kumuona Yesu. Utakapomuona na kuambia ni kweli, utakapoamua utamuona, maisha yako yatakuwa tofauti. Zakayo akakimbia akapanda juu ya mkuyu, naye Yesu akifika pale akamwambia shuka upesi, nimeona kiu yako, nimeona tarajio lako, na siku ya leo nakutana nalo. Wewe uliye na kiu, uliye na tarajio ya kumuona Yesu, ya kupata uponyaji, nataka nikuambie itawezekana katika jina la Yesu. Itawezekana kwa jina la Yesu. Itawezekana kwa jina la Yesu. Inahitaji mtu afanye uamuzi. Yesu akasema leo niko pamoja nawe. Lakini nimeshinda kukuambia. Sema watu. Sema watu. Sema watu. Wakati Batimayo alililia Bwana, watu walimwambia nyamaza kipofu. Wewe nyamaza, mtu wa kando ya barabara. Kama kulikuwa na wakamba wakamwambia wewe mng'enda nyamaza. Bwana Yesu asifiwe.
lakini nikuambie ukweli. Akasema sitanyamaza. Watu walijaribu kunyamazisha. Akasema sitanyamaza. Maandiko inasema akaitana zaidi. Wakati ilifika siku ya Lazaro, watu wakaambia Yesu, kuna chapter tulishafunga. Wacha kutukumbusha. We are moving on. We are trying to move on. Tunajaribu kukubaliana na hali vile ilivyo. Tushakubali na tukamweka pangoni. Na tushafunika ile pango. Yapita siku 4. Yapita siku ngapi? 4. Tushaanza kusahau. Usianze kuamsha vidonda ambazo zinapona. Yesu akasema, la, nionyeshe mmemweka wapi. Nataka kuandika historia mpya. Kana kwamba watu wanaweza ishi tena. Na siku ya leo ni kuambia, kuna watu walisikia vibaya. Maana Yesu anaenda kwa Zakayo. Wakasema yule mwenye dhambi. Yule mwenye dhambi. Sasa mwana wa Mungu atakula aje na mwenye dhambi? Nimekuja nikuambie, maandiko yamesema mwana wa Mungu alikuja kwa ajili ya wenye dhambi, kutafuta na kuokoa kilichopotea. Mtu ambaye amekaliwa na dhambi, huyo amepotea. Mtu ambaye ametekwa nyara na usherati, huyo amepotea. Mtu ambaye ametekwa nyara na dhambi ya ulevi, huyo amepotea. Mtu ambaye ametekwa nyara na roho ya umasikini, huyo amepotea. Mtu ambaye ametekwa nyara na roho ambazo hazieleweki, mapepo yamemfunga, usiku wa ulali, huyo mtu amepotea. Yesu anasema, nilikuja duniani sio kufanya kingine bali kutafuta. Nilikuja huko Kayole Junction kutafuta yule mama ambaye ameteseka sana. Nimekuja kutafuta kijana ambaye alilemewa na pombe, alielemewa na bangi, alielemewa na maisha. Nimekuja kutafuta. Kuna mzee mahali alitekwa nyara, hawezi songa mbele, hawezi rudi nyuma, hata upande kimeumana. Ndiye yule aliyekuja na msemo inasemanga, I am between a rock and a hard place. I have brought you a man ambaye that rock haingemzuia kwa kaburi, because he said it is over. It is finished. Imekwisha kabisa. Wewe pamoja na shida zako, nimekuja nikusaidie. Nimekuja nikufungue. Nimekuja nikuweke huru. Swali ni moja. Are you determined? Umeamua kama Zakayo? Ndio. Moyoni. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Mimi ninapenda kuhurumia watu. Kwa sababu watu wamehangaika sana. Wengine waliweka tumaini lao kwa watu wengine. Nikuambie usiku wa leo, watu wako na siku zao za mwisho. Wengine wameshikiliwa na Mungu. Wengine hakuna mahali wanaenda. Lakini wewe kuna mmoja na kuletea. Anaitwa mzee wa miaka mingi. He is the Alpha and Omega. The beginning and the end. He was there before the foundations of the earth. And he is still living. Maandiko yanasema ako katika mkono wa kuume wa Baba yetu. Anasema ya kwamba ninakunahitaji, njooni kwangu mliolemewa na mizigo mizito, na nitawapumzisha. Nitawaondolea mizigo mizito. Anataka kukuondolea mizigo mizito.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuambiane ukweli. Mpango wa kando ni mzigo mzito sana. Bwana Yesu asifiwe. Kupiga kibarua ya sulubu na usiku kumwaga pesa kwa pombe ni mzigo mzito sana. Na kulala kwa mtaro. Na tena unalala kwa mtaro. Mzigo mzito kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haukupangiwa hiyo maisha na Mungu. Haukupangiwa hiyo maisha na Mungu. Yes. Na ndio maana ametutuma kwako. Yes. Tukuambie Yesu anaweza. Yes. Yesu anaweza. Yes. Yesu anaweza. Ati ulishikanga barabara ya kwendanga Kitui. Yes. Kwa sababu kuna mtu anaitwa mzee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mzee original alikufa. Yes. Mzee original alikufa. 2006 akiwa Shalom Hospital. Huyo unaona si mzee. Eti atakupatia kinga ya maisha. Uongo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eti atakusaidia kupanua biashara. Sijawahi ona shetani amesaidia mwanadamu. Anakuwekanga ile inaitangwa nini? Mtego. Yes. Anakuwekeanga mtego kidogo. Atikuja kuna kitu imepandwa kwenu, tunaenda kung'oa. Wacha nikuambie, wacha kudanganywa. Tunaambiwa yule anti yako. Ni nani ananga anti? Bwana Yesu asifiwe. Alafu unasema ni nabii. Ati unasema ni nabii. Mungu amejua niko nani. Nimekuja nikuambie, unahitaji Yesu. Yesu. Haleluya. Sisi tulio ndani ya Yesu. Yes. Tunaweza kukuambia hakuna mtu anatutishianga. Hakuna mganga anaweza nitishia. Hakuna mchawi anaweza nitishia. Hata magonjwa yanajuanga yakifika kwetu. Kuna vitu hawaguzangi. Kuna mahali hawaguzangi. Nimekuletea huyu Yesu. Akiingia kwa maisha yako analeta utofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You need Jesus. Hallelujah. Zakayo alikuwa tajiri na jamaa alikuwa anapea watu job Kabisa. lakini alitamani kumwona Yesu. Amen. Usiku wa leo nataka kuongea na mtu ambaye amefika mwisho. Yes. Ambaye amepelekwa na magonjwa amefika mwisho. Nimekuja nikuambie usiku wa leo utamuona Yesu. Wewe ambaye umeteswa, usiku wa leo utamuona Yesu. Unahitaji uamini ya kwamba kuna Yesu anayeweza tatua shida zangu. Unachohitaji ni kumuona Yesu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unachohitaji ni kumuona Yesu. Hallelujah. Tunasemanga huko UK dawa ya kubosia imsawanditi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tumalizie hapa. Hiyo inamaanishanga dawa ya kuponya inakunywa tu kidogo kidogo, na tumekunywa siku 3. Kama unataka Yesu njoo. Yes. Sisi wote tunamhitaji Yesu. Oh yes. Ningelipenda tukaribie tuombe. Nataka tumalizie hapo. Nataka tuombe. Na ninaomba kila mtu ambaye ako upande ule njoo tu tuombe pamoja katika jina la Yesu. Ni kuomba tu, tunataka kuomba na leo tunataka kuombea huu mji. Yes. Ndiposa Bwana atukuke kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba tu wazee wenzangu kwa heshima zote tutembea tu hapa. Hata ndugu yangu ambaye umesimama pale kwa duka, na kuomba tu kwa heshima zote tu, njooni tu tuombe. Njooni tu tuombe. Ni Yesu tunataka tu kuitia jina lake. Njoo tu tuombe. Na kuomba ndugu yangu, njoo tu. Avukeni upande huu. Tunataka kumwambia Bwana usiku wa leo, we want to see you Jesus. We want to see Jesus. Tunataka kumuona Yesu. Unaweza tuvuka upande huu katika jina la Yesu. Hata wale wamesimama karibu na ile gari,
ninaomba tu wavuke upande huu. Tunataka kumwambia Bwana usiku wa leo, we want to see you Jesus. Tunataka kumwona Yesu. Uko hapa, wewe ni mgonjwa, wakati huu ni wako. Mwambie Bwana, I want to see you heal me. Do you have a tumor in your body? Mwambie Bwana aiondoe kwa jina la Yesu Kristo. Is it a growth? There is a God who brings a difference, who healed our bodies. Kuna Mungu ambaye uponya katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Sijui ni changamoto gani unaweza kuwa unapitia. Njoo tu ukiamini Bwana anatenda usiku wa leo. Unaweza kuwa umepitia hali baada ya ingine. Mwambie Roho wa Bwana ya kwamba ninatamani uniguze, natamani nikuone katika jina la Yesu Kristo. Nipe tu dakika chache na tunaenda kumaliza. Kwa hivyo usiende, ngojea tu dakika chache. Tunataka tu kumwambia Bwana, chukua usukani. We want to see you Jesus. Na tunapojitayarisha kuomba, kuna mtu anasema, kuna mtu mahali naishi anasema, nimetafuta mtoto miaka mingi. Hii ni siku yako. Nimekuja na ujumbe kwako. Today is your day. Njoo tuombe pamoja. Tumwambie yule Mungu wa Ana aliyempa mtoto Samueli, yule Mungu wa Sara aliyempa kijana baada ya miaka mingi, yule Mungu wa Elizabeth aliyempa kijana Yohana Mbatizaji, usiku wa leo ako hapa. Usikatalie mahali ulipo. Nataka nikuambie, hii ni siku yako. This is your day. This is your day. Don't be rigid wherever you are. Usikaushe moyo na usidharau injili. Today is your day. Definitely in Jesus' name. Amen. Tumeinua mikono yetu juu, tufunge macho yetu usiku wa leo. Baba, tunataka tukuone katika jina la Yesu Kristo. Tungelipenda tukuone usiku wa leo. We want God to see you, Jesus.